Mungu wetu, tunakushukuru kwa wakati huu. Tumefika mahali hapa kwa ajili ya ibada hii. Hata siku za mwisho wa kuishi kwake hapa duniani, hasa siku ya Christmas 2025, Serafina alimkaribisha babu yake Meshak kula naye chakula pilau kama sehemu ya kuonyesha ukarimu wake kwa babu yake. Na alipoona babu ni kama anataka kupiga chenga asije kwa mwaliko wake, Serafina aliumia na kumshtaki babu kwa mama yake mpendwa. Hata hivyo, babu yake alipoona kama anaelekea kumuumiza kwa kukataa mwaliko wake kwa sababu ya ubize kidogo, ilibidi akubali kuacha shughuli zake na kwenda kwenye mwaliko wa Serafina. Na alivyomwa tu kidogo, mara akachangamka ghafla, akasema, nikiwa na baba yake tarehe 1, akasema, kwa Irini naenda nyumbani. Ikabidi tuangaliane na baba. Tunajiuliza huyu ni nani anaongea na sisi? Tukamwangalia, wewe ni nani unaongea? Kwani hapa ni wapi? Siko nyumbani. Akasema akarudia tena hivyo. Unajua hiyo ndio wanasema kwamba wamepokea malaika mbinguni. Kwa sababu Serafina alikuwa sijui, ila mimi naweza nikasema alikuwa hana dhambi. Ila mimi sijui. Alikuwa kama malaika, kwa tuna celebrate maisha yake. Tunamcelebrate yeye Serafina. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Hapa ni katika kata ya Oturoto, ni wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Imezoeleka mara nyingi kuripoti matukio tofauti hasa ya visa na mikasa, lakini leo imekuwa tofauti kidogo. Tumekuja kwa ajili ya msiba wa binti Serafina, binti mwenye umri wa miaka 11 ambaye alifariki tarehe 2 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Binti huyu ambaye amekuwa ushuhuda kwa wazazi wake, na wazazi wake wanashukuru kwa maisha yake hapa duniani kwa sababu alikuwa ni binti mwema na aliishi kwa maadili hapa duniani. Mama yake mzazi tumezungumza naye akieleza kwamba yeye msiba huu kwake ni kama shukurani kwa Mungu, kwa sababu aliyempa Serafina huyo ndiye aliyemchukua. Anaeleza kwamba siku ya tarehe 1 ambayo ilikuwa ni siku ya mwaka mpya, ni kama vile Serafina mwanae alikuwa na muaga kwa mara ya mwisho, lakini wao hawakuelewa kwa sababu walikuwa nyumbani. Serafina akawaambia kwamba yeye anataka kwenda nyumbani, lakini wazazi wakamwambia nyumbani wapi, ile hali hapa tulipo ni nyumbani. Baada ya muda Serafina akaanza kuumwa. Kuumwa kwake siku ya tarehe 2 akawa amefariki dunia, na leo amepumzishwa katika nyumba yake ya milele. Alizaliwa mwaka 2014, akafariki mwaka 2026. Lakini wachungaji, watumishi wa Mungu walihudhuria, mamia ya wananchi pia walikuwepo katika msiba huu wa Serafina, ambako imekuwa ni tofauti kwa misiba mingi. Anapofariki mtoto watu hulia, ama mtu yoyote watu hulia sana na kushindwa kujizuia, lakini msiba huu umekuwa tofauti. Dada wa Serafina anaitwa Faith, tumezungumza naye pia akieleza kwamba mdogo wake atamkumbuka kwa mengi, lakini Mungu ndiye anajua kila kitu. Kuna siku wataonana. Naitwa Neema Meshak Melari, ndiye mzazi wa Serafina Godian Vukuta. Serafina Godian John alizaliwa mnamo tarehe 27 mwezi wa 8 2014, na nilimpata wakati nasoma degree ya pili. Serafina amekuja kuzaliwa ana tabia za kusoma. Serafina yuko na vitabu kitandani. Serafina ana begi lake, hawezi kutembea hajabeba chochote cha kusoma. Serafina atajiridhisha kama amesoma katika siku. Serafina aliongoza familia kama mchungaji, aliweza kukusanya watoto wenzake katika familia na majirani na kuwahubiria neno la Mungu, na alikuwa kiongozi kwa kweli. Yeye ndiye alipenda kuongoza, kiongozi shupavu.
aliwaguide watoto wenzake, lakini pia ni very social. Ni mkarimu sana. Serafina huwakaribisha wanafunzi, atasocialize mpaka anafika nao, lakini hawaingizi ndani kabla hajabisha hodi. Mimi namkaribisha, kisha ananiambia, mama, kuna wageni lakini wanaomba maji ya kunywa. Haya, chukua maji wapatie. Serafina atawapatia maji, lakini kifunua pazia nione hawa wageni, naona kumbe ni wanafunzi wenzake. Kisha atatoka, atasindikiza hadi getini na kuambia bye. Serafina ni mtu ambaye yuko selective, anajua pia kuwa na kuchagua marafiki wakubwa kwa wadogo. Serafina alikuwa mtu bright sana darasani, alifanya vizuri siku zote. Mtoto wako wangapi? Nimejaliwa kuwa na watoto wangapi? Serafina nimejaliwa kuwa na watoto wawili wa kike, na Serafina ni mtoto wa pili. Serafina aliandaa sherehe yake hapo mwishoni Disemba 2025. Siku moja aliniambia jioni, aliniita alileta kama mada, haikuwa utani. Kaniambia, mama, alinigeukia pale kitandani kwake. Kaniambia, wala hakuwa naumwa, she was very fine. Kaniambia, mama, tuhame nchi. Sikutilia maanani, nikaona utani. Akarudia tena, mama, tuhame nchi. Kabidi niwe serious sasa na mimi kuzingatia anachosema. Nikamuuliza, tuhamie nchi, kwa nini tuhame nchi? Akaniambia, no, we just leave, tunaenda nchi nyingine. Hanipi sababu, tunaondoka tu, tunaenda nchi nyingine. Sasa unatamani kwenda nchi gani? Nje ya Tanzania, nje ya Afrika, hata Kenya. Tukafanya nini? Tukaishi tu nchi nyingine. Basi nilifunga tu hiyo page, sikutaka kuendeleza. Na ndio ilikuja ghafla kuumwa kwake tarehe 1, na alivyoumwa tu kidogo mara akachangamka ghafla. Akasema, nikiwa na baba yake tarehe 1, akasema, kwa Irini naenda nyumbani. Akarudia. Hiyo ilikuwa ni mchana ama usiku? Ilikuwa kabla ya mchana. Si tunapenda kukaa na familia yetu. Ikabidi tuangaliane na baba. Tunajiuliza, huyu ni nani anaongea na sisi? Tukamwangalia, wewe ni nani unaongea? Kwani hapa ni wapi? Siko nyumbani. Akasema akarudia tena hivyo. Akasema, nyumbani Njiro. Mara pili tena akasema, nyumbani Sanari ya juu. Kwa hiyo mbona hapa ni nyumbani? Akasema, akasmile kwa nguvu. Alipomaliza kusmile, akasema, akaona tumepanic. Ni nani huyu anayeongea na sisi? Mbona tumuelewi? Akasema, mimi nawatania, akatupotezea. Yes. Alikuwa kama utani, lakini kama vile kuna ujumbe alikuwa anafikisha, kwa sababu mlikuwa hamjatambua. Hatukujua. Aliendelea vizuri, lakini baadaye sasa ndio tunaona mbona hali anaumwa. Tunamuuliza, unaumwa wapi? Hana homa. Lakini akawa amepungukiwa nguvu. Tabidi kumpeleka hospitali, akapatiwa matibabu, tukarudi. Usiku tunaona anaendelea, lakini akaendelea na matibabu. Akaendelea na maombi. Asubuhi yuko mzima, anaendelea na matibabu, dawa zake. Lakini kabla ya mchana naona kabidi ni muite babake. Ndivyo mlivyosikia, aliomba ruhusa. Akaja babake na akaona hali ya mtoto haiendi vizuri. Alimuita daktari mwenzake. Kabidi tumchukue mtoto tukimbia naye hospitalini. Na ndipo aliondoka, tunagundua ameshaondoka. Lakini kufika kule haijulikani anaumwa nini, kucheki ile diagnosis tu ya haraka ya mwili hatujui. Kwa hiyo ni kama alifanywa CT scan ya haraka, ndio ikajulikana kwamba alikuwa na severe pneumonia. Lakini hakuwa na kuhoa, hakuwa na dalili. Yes. Inaonekana ni msiba, lakini kama vile kuna namna ambavyo tunamshukuru Mungu na nini,
hakuna ile huzuni ya misiba ambayo tumeizoea, watu wanalia, watu wanaanguka. Tafsiri ni mwaka wa jana kuna mambo mengi nimeonyeshwa spiritually, lakini sikuwa naelewa. Niliahirisha mara nyingi safari ya Serafina. Niliahirisha mara nyingi. Na kuna vitu kadhaa nikiona katika tukio hili nagundua kumbe ndio kile nilikiona. Kumbe ndio ile nililiona. Ndio sasa nagundua nilionaga hili. Niliona hivi. Kwa hiyo safari hii Mungu aliandaa, lakini aliniandaa taratibu. Hatimaye akafikia mwisho, akatimiza. Ningependa hata niendelee kuimba. Aliniambia niimbe nyimbo. Nikamwimbia nyimbo. Akasema endelea kuimba. Akanihag. Nilimwimbia wimbo unaosema Baba Abrahamu ana watoto wengi, mimi mmoja na wewe pia. Lakini hili ni gumu. Ningependa niimbiwe sana ule wimbo kwamba kina Zablon waliimba walivyoondokewa na mpendo wao Marko. Hata mimi ningependa niimbiwe sana, maana limeniumiza. Nimeumia. Ni ngumu kukubali kuagana na mpendo wako. Ni rafiki yetu, ni rafiki wa familia, ni kiongozi shupavu, ni rafiki wa watu wote. Limeumiza watu wengi. Lakini sina majibu. Najiuliza, sina neno la kusema kwa wakati huo. Lakini ninachoelewa Mungu mwenyewe ndiye amefanya. Naitwa Faith Guardian John Vyekuta. Ni dada yake Serafina Guardian John Vyekuta. Mdogo wangu tumeachana miaka 12. So you can imagine, dada mkubwa anakimbizana na mtoto mdogo, mara kafanya hiki, tunagombezana, au saa zingine ujinga tu, mtu mkubwa afu na katoto. Ila licha ya yote, mdogo wangu alikuwa na upendo sana. Nilikuwa namuelezea mtu jinsi mdogo wangu tulikuwa hata tukila anataka kunigaia chakula chake, wakati anatakiwa ale awe mkubwa, ila ananigaia mimi. Alikuwa mwenye upendo sana na hawezi kukunyima chochote. Alikuwa hana roho ya kunyima nini, hapana. Na shuleni alikuwa anasoma, kusoma sana, yani kwamba unakuta ana mtihani, anakuja tu nyumbani tuambia mnajua kesho na mtihani, afu tunashangaa anakaa anaanza kucheza na anatoka anafaulu, anakuwa top 10. Sijui aliwezaje. Labda alikuwa anasoma pembeni, sijui. Ila licha yote tunamshukuru Mungu, tumekuwa na furaha kwa kipindi ambacho tulikuwa na yeye. Ni mdogo wangu wa pekee ambaye nilikuwa naye. Of course kutakuwa na upweke, maana sasa nimebaki peke yangu. Mdogo wangu alikuwa anampenda sana Mungu sana. Hata mtu akikosea kwa barabara anakuja ananiambia, dada, unajua kuna mtu alitukana, sio vizuri. Namwambia sio vizuri. Anasema Mungu hapendi. Alikuwa anampenda Mungu. Hadi Jumapili zingine wakati mimi nasikia uvivu kwenda kanisani, ananiamsha, ananigongea, dada, twende kanisani. Sunday school ndio huyo na kibegi chake, ungemkuta ameweka madaftari mawili wakati anaenda Sunday school. Darasa moja lakini kabeba madaftari mawili, kalamu zake. Yaani alikuwa anampenda Mungu. Kusema kweli, kitu ambacho nilitamani, nilimuuliza Mungu, why now? Yaani we had a lot of plans. Jumapili tu iliyopita tulikuwa tuende na yeye mahali, na alikuwa ameniomba sana, dada nipeleke. Nikasema Jumapili nakupeleka. Mungu akafanya yake. Kwa hiyo yani ndio tunatamani hayo yote, kwamba ingekuwa fulani, ingekuwa mimi, lakini mimi ninachotamani ni kwamba tungebaki wote, mimi na mdogo wangu, tuendelee kuishi miaka pamoja. Tiba wake nilipokea, hiyo ilikuwa tarehe 2 Alhamisi sema Ijumaa. Nilikuwa nimetoka kazini, nikafika nyumbani, nikakuta msiba. Kwa hiyo nikiwa kazini hakuna leo niliambia chochote, kwa nilikuta nyumbani na nilijisikia vibaya sana. Lakini nakubaliana na matokeo. Mara ya mwisho ambayo ndio siku alifariki, asubuhi nikiwa naenda kazini, akaita dada, mama muite dada. Mamangu akaniita, nikaenda, akanisalimia, shikamoo dada. Marahaba. Nikamwambia naenda kazini. Uko poa? Maana alikuwa amepata nafuu asubuhi. Uko poa? Kaniambia yeye niko poa. Ndio basi. Ndio alichoniambia iko poa. Unajua ni ngumu sana kusikia mtu anaona kifo chake, na ni kama alikiona mbali sana. Alafu labda kwa akili yake akujua hata ni nini.
lakini vitu alivyokuwa anafanya, matendo yake, yani ni kama alikuwa anatuleta karibu, ndugu, marafiki zake, kwamba ndo naaga, vitu kama hivyo. Kwa tulimfurahia dakika za mwisho kabla ya kuanza kuumwa. Alifanya mambo mengi sana hiyo wiki ya mwisho. Alienda kwa rafiki zake, kwa ndugu zake wa karibu. Kwa hiyo ilikuwa siku njema kabla hajaumwa. Baada ya kufa sasa ndio mkajua kumbe alikuwa naaga. Ndio, baada sasa ya yeye kufariki ndio tunaanza sasa connect dots kuanzia mwezi wa 11 huko wa 10. Alikuwa anaongea mambo. Sasa hivi ndio unashika, unaona kumbe alikuwa anaumwa mara mara kwa mara. Labda baada ya miezi miwili hivyo tu tunamuguza, anapona na kuwa sawa. Hajawahi kuzidiwa kama hii sasa hivi, ndio ilikuwa ya kwanza. Ni msiba huu umekuwa tofauti kidogo. Tofauti na misiba mingine, watu wanalia sana, wanagaragara sana na nini. Unajua hiyo ndio wanasema kwamba wamepokea malaika mbinguni. Kwa sababu Serafina alikuwa sijui, ila mimi naweza nikasema alikuwa hana dhambi. Ila mimi sijui. Alikuwa kama malaika, kwa tuna celebrate maisha yake. Tunamcelebrate yeye Serafina.